wewe nambari ya kupiga simu studioni bana, hatujabadilisha, ni hiyo hiyo ambayo iko hapo kwenye screen yako mtazamaji wangu, alama ya kujumlisha 254 mtazamaji, alama ya kujumlisha 254 794 599 879 mtazamaji wa Mofo TV. Zungumza nami kwenye comment section, unieleze bana unanipata ukiwa wapi jioni hii ya leo, nami nitakuwa napokea simu yako hapa ndani ya Mofo TV niweze kujua kwamba wewe unanitazama ukiwa wapi jioni hii ya leo mtazamaji wa Mofo TV. Zungumza nami kwenye comment section, nipigie simu, hata basi ikiwa ni mtandao wa offline nitakuwa ninapokea simu yako mtazamaji, nami niweze kujua kwamba unanipata ukiwa wapi jioni hii ya leo, nami nitakuwa ninazungumza nawe ama nitakuwa na kuweka mubashara ukaweze kuzungumza na familia ya Mofo TV mtazamaji wangu. Ila jumbe zako fupi ninazisoma hapa ndani ya mtambo mzima wa Mofo TV. Jumbe zako fupi ninazisoma hapa ndani ya mtambo huu wa Mofo TV, nikiweza kukupa tu baadhi ya udokozi ama udukuzi katika mitandao ambao unazidi kutokea hivi sasa, ambao hadi sasa hivi nimekueleza kwamba vyama vitakavyoshiriki katika uchaguzi siku ya kesho sio vyote 17. Sio vyote, ni vyama tu ambavyo huenda basi ni vyama vichache ambavyo huenda vikapata nafasi siku ya kesho ya kuweza kupambana kwenye kinyang'anyiro cha uongozi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mtazamaji wa Mofo TV. Kwa sio vyama vingi vitakavyopata. Huyu hapa Gavas Leonard anasema kwamba hayo yaliyotabiriwa pia na manabii kwenye Biblia, na sometimes inabidi tukubali, tutulie tu, Yesu atupe amani. Anasema kwamba tutulie tu, Yesu atupe amani. Anasema yaliyotabiriwa bana, hayo pia na yao yamo, na ni wakati mwingine basi unaobidi kwamba tutulie tu, Yesu atupe amani mtazamaji wa Mofo TV. Sijui unanipata ukiwa wapi jioni hii ya leo, piga simu studioni tukiwa namsubiri bana Daktari Harris ambaye ninatumai kuungana naye wakati wote kutoka hivi sasa. Iwapo basi tutakuwa tunaungana naye kumpata kwenye nambari ya simu mtazamaji, tuweze kujua kwamba naye ana yepi siku ya kesho, ana yepi kikatiba, anatuzungumziaje siku ya kesho mtazamaji wangu, tuweze kujua kwamba tunaganda vipi siku ya kesho mtazamaji wangu. Zungumza nami kwenye comment section, nisome jumbe zako. Hata basi wewe ni Mkenya, wewe nipigie simu bana, tujue kwamba unafikiria nini kuhusiana na taifa la Tanzania siku ya kesho. Vijana wanalia maandamano, wananchi wengine ambao wapo chini ya katiba wanasema kwamba siku ya kesho ni siku ya kupiga kura mtazamaji wangu. Kwa mimi sijui, wewe ndiye utakayeamua. Nipigie simu humu studioni tuweze kujua kwamba kutakuwa kunaenda namna gani mtazamaji wa Mofo TV. Zungumza nami, manake ninachofanya haswa ni kuweza kusubiria tu maoni yako mtazamaji, ni kuweza kusubiria tu ujumbe wako mfupi hapa studioni niweze kujua kwamba tuko live hadi siku ya kesho, ama nikisema kwamba mida ya saa 6, na basi lazima tupate maoni ya kila mtu ambaye analo la kusema hapa ndani ya chaneli ya Mofo TV, nasi tujue kwamba hali itakuwa inachukua mkondo upi. Akils anasema kwamba acha inyeshe tu, hii dunia sio yetu, kila mtu kapewa mamlaka ya kutawala. Anasema kwamba kila mtu kapewa mamlaka ya kutawala. Sijui hilo analofahamu. Nipigie simu bana, unayenitazama wakati huu, zidi kunipigia simu, karibisha wenzako, tuma link kwenye makundi mbalimbali wa Tanzania, wa Bongo, wa Kenya, popote mahali ambapo wapo wakaweze kuingia bana. Nambari ya kupiga simu hata usiulize, ni hiyo hiyo ambayo producer bwana Silas Saboge anakuwekea kwenye screen yako mtazamaji. Zungumza nami ukapate kuniambia unanitazama ukiwa wapi. Piga simu kupitia nambari hiyo, iwe ni kupitia mtandao wa WhatsApp, iwe kupitia mtandao wa kawaida bana. Nipigie simu hapa studioni tuweze kujumuika nawe, tuweze kuzungumza nawe, tuweze kujua kwamba ni kipi ambacho kinaendelea
kuweza kufanyika siku ya kesho, mtazamaji, tuweze kujua kwamba itakuwa inachukua mkondo upi siku ya kupiga kura, ama siku halali kabisa ya kuweza kupiga kura siku ya kesho. Mtazamaji, nipigie simu hapa studioni uweze kunizungumzia kabla hatujapata kuungana na waeledi wa masuala haya. Mtazamaji wa Mufo TV, hapa tunazidi kulizungumzia hili, tunazidi kusonga mbele, tunazidi kusoma ujumbe wako. Jina langu ni Vincent Okinda. Karibisha wenzako bwana, mida inajongea, ikiwa ni saa 3 imekata dakika 50 alivyotuarifu. Ikija basi ni mida saa 4 tutakuwa tuungana naye mwanasheria ambaye atakuwa anazungumza nasi, atakuwa anatupa nambari, atakuwa anatupa uwezo wa kuweza kujua kwamba lipi kitakaloendelea. Hello. Vipi? Salama sana, napika kutoka Eldoret, Kenya. Ninaiona nambari hiyo kwenye simu yangu. Yes. Basi nina imani unafuatilia mjadala, labda ujitambulishe wewe ni nani haswa kwa mwana Mufo TV aweze kukujua. Samahani. Naitwa Evans Kariuki kutoka Eldoret, Kenya. Ndio. Shabiki mkubwa wa Chadema. Naombea Watanzania wawe na kesho. Kesho basi joto la kisiasa limeweza kuwa linapanda, na siku ya kesho basi wengi wa vijana wanasema kwamba Chadema, wengi wanaounga Chadema wanasema kwamba no reform no election, na kwamba wengine wanasema kwamba Chadema labda lazima iwe kwenye debe. Wengine wanasema kwamba wanahitaji tu katiba iweze kufanywa mageuzi hapa na pale. Na kwenye swala la maandamano, wewe kama mtu ambaye ushaipitia swala hili la maandamano mwaka jana, ni lipi ambalo unaweza kuzungumza kutokana na joto hili la kisiasa nchini Tanzania? Naweza kusema kwamba Bwana Vincent, ya kwamba nchi haikombolewi na waoga. Ndio. Alishasema siku moja Tundu Lissu. Ndio. Nchi haikombolewi na maombi. Ndio. Nchi watu hupigania. Naam. Na wasapoti wa Tanzania wakose uoga, wasimame kwa haki zao. Sisi wa Kenya tunawaombea. Ndio. Tunawatakia wawe na nguvu na wazidi kupambania nchi yao. Tulipopambana sisi tuliona matokeo. Ndio. Hatujaweza kufika, ila tumepata matokeo si mabaya. Ndio. Nao wakisimama imara, wakose uoga, wataenda vizuri. Tunaombea sana Watanzania wasiwe na hofu, wasiwe na uoga. Watu watokee barabarani wadai haki zao. Ndio. Tunaona mambo hayo Madagascar. Ndio. Sasa Madagascar ni nchi kohuru, watajitawala vizuri. Ndio. Manake sasa mahali tulipofika tunaona Tanzania kilichokosa ni haki ya kibinadamu. Ndio. Watu wanatekwa. Watu wanapewa kesi ambazo hazipo. Ndio. Wamemkamata John Heche. Ndio. Tundu Lissu ana kesi yuko jela. Naam. Tunaombea Watanzania wasimame, kwa sababu hata sisi hapo tumefika kwenye mwaka 92. Ndio. Tulipambana sana tukapata uhuru na demokrasia tulio nayo. Ndio. Hatujafika, ila sisi tuko mbele kidogo ya Tanzania. Ndio. Watoke wapambanie nchi yao. Ndio. Na Mungu atawasaidia. Ndio. Kaka Vincent. Upande mwingine, kabla haujaweza kuondoka bwana Kariuki, waweza sema kwamba ni ukoloni mambo leo kule nchini Tanzania? Manake ukiangalia kwamba chama ambacho kimekuwa mamlakani ni chama kimoja, japo wana uhuru wa kuweza kuteua viongozi kutoka katika vyama vingine takriban 17 lakini unapata kwamba chama cha CCM kimetawala. Waweza sema kwamba ni ukoloni mambo leo ukilinganisha na Kenya na mataifa mengine? Chama cha CCM ndio muda wake umeisha. Naam. Muda wake sasa umeshaisha, ondoka. Ndio. Tulikuwa hivyo nchi ya Kenya, tulikuwa na KANU miaka ile ya mwanzo pale. Ndio. Watu walipambana mpaka naona hivi vyama unavyosema 17. Ndio. Hiyo ni vyama vya mama tu. Hapo hakuna upinzani. Upinzani wa Tanzania tunajua vizuri sana ni Chadema. Ndio. Hawa wengine tu ni watu wamewekwa pale tu wachangie kuwe na uchaguzi. Ila huu si uchaguzi sasa huu. Ndio. Chadema ingekuepo basi tungesema ni uchaguzi.
Walipoona mheshimiwa Mpina atawakimbisha, unaona pia wakamfungia nje. Naam. Tanzania kuna shida nyingi sana. Ndio. Baba. Upande mwingine pia waweza semaje kwenye suala la vijana kutetea, manaki humu nchini Kenya wacha niseme mambo yalivyo bwana Kariuki, ni kwamba vijana wengi wamesoma, wanaifahamu katiba, mtandaoni utapata wengine wanaidadavua vizuri na wengine pia wanaelezea wenzao wasiokuwa na ufahamu wa katiba. Kule nchini Tanzania kimeanza kusikika kilio cha katiba mpya. Na basi katiba mpya imesikika kwenye mhula wa kwanza wa Samia Suluhu Hassan ambaye ndio kiongozi wa nchi ya Jamhuri ya Tanzania. Wazungumziaje basi hali hii imewafika wa Tanzania na wamefika mahali kwamba haupana kurudi nyuma, ama labda pia wataweza kupita kipindi hiki na kulia katika mhula mwingine ambao unafuatia? Kwenye research yetu tunaona ya kwamba 37% ndio ya Tanzania ni vijana. Naam. Hiyo ni asilimia kubwa sana. Ndio. Na vijana walio saizi hawezi wakaendelea bila katiba mpya. Ndio. Lazima pawe na katiba mpya. Naam. Katiba mpya ndio ingeshughulikia mambo ya uchaguzi. Ndio. Haiwezekani ya kwamba mama ndiye anayemchagua chairman ama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Ndio. Alafu yule mkuu wa uchaguzi akasema sio mama. Lazima kuwe na, unajua sisi hapa Kenya tulicho nacho, hata kama mambo yaendagi vile sisi upenda, ila tunaonaga uwazi katika uchaguzi. Ndio. Uchaguzi uliopita Kenya hapa tuliona uwazi. Tulikuwa pia na another option ya mahakama. Ndio. Mahakama zetu zikatupa haki. Naam. Sasa pasipo katiba mpya, wale watu wanatawaliwa na katiba ya mkoroni. Ndio. Hii si katiba ya watu weusi ya Tanzania. Ndio. Inabidi kuwe na mabadiliko makubwa sana katika katiba. Ndio. Na ninataka niseme ya kwamba hakuna amani bila haki. Ndio. Haki huanza pale penye amani. Ndio. So tunasema watu wapiganie ili nchi hiyo ipate katiba mpya. Ndio. Uchaguzi ufanywe chini ya katiba mpya. Ndio. Kuwe na option ya mahakama. Ndio. Kuwe na option ya vyama vya siasa viwachague pia wasimamizi wa uchaguzi. Ndio. Makanisa yawe na wawakilishi wao katika lile nini la uchaguzi. Naam. Vijana wawe vile na wakilishi. Ndio. Wanabiashara wawe na wakilishi. Ili kuwe na zile what we call fair ground. Ndio. Katika uchaguzi wa Tanzania. Ilivyo saa hizi hakuna haki inaweza ikapatikana. Hata tukisema kuwe na amani, hamna amani bila haki. Baba. Upande mwingine basi, kabla ya kuachia bwana Kariuki, alivyokuwa basi akimzungumzia naibu kiongozi wa Chadema Heche, Rais Samia Suluhu Hassan alisema, alitoa madai kwamba Heche aliungana na vijana wa Tundu wa Kenya na kuweza kuponyoka vyombo vya usalama na kuingia humu nchini Kenya kumzika Raila, ambapo humu nchini Kenya hatukumuona. Wewe kama Mkenya unajihisi aje unaposikia kwamba vijana wa Kenya wanaitwa vijana wa Tundu, kwamba watakuwa wanaitwa watundu kwa kudai haki yao, na iwapo pia basi Tanzania watapigania haki yao, basi nao watakuwa watundu wenzetu? Unajua sasa kinachofanyika kwenye East Africa? Ndio. Tuna vijana wasio na mipaka sasa. Naam. Tuna generation ambayo haina mipaka hata kidogo. Ndio. Generation tulio nayo sasa it's beyond one country. Ndio. Na generation hii ndio inayotafuta haki sasa. Ndio. Sasa sio Tanzania, si Uganda, si wapi, si Rwanda. Ndio. East Africa tulipopata ili nini la East Africa. Ndio. Lilifungua hata vijana. Tuna marafiki zetu wa Uganda. Naam. Kuna marafiki zetu wa Tanzania. Naam. Kuna marafiki wetu wa nchi kama Sudan. Naam. Wale watu tukisikia wana shida tunataka tuungane nao. Hakuna utundu pale, ni watu wanaotafuta haki. Ndio. Na kitu cha kwanza ambacho kitaunganisha East Africa ndio ni kuungana kwa vijana. Vijana wao tulionao wameoa Kenya, tumeoa Tanzania, wameoa Uganda. Ndio. Wale hawana mipaka sasa. Sasa tuna vijana ambao hawana mipaka. Vijana sasa wamesha kuwa enlightened. Ndio. Na wamekataa kufungwa na mipaka ya wakoloni, maana hii ni mipaka ya wakoloni. Ndio. Kwa mfano pale mpakani Sirari pale. Ndio.
kuna Wakuria Kenya, kuna Wakuria Tanzania. Ndio. Wale ni watu moja tu, Masai pale na Manga. Ndio. Wa Masai upande wa Kenya. Ndio. Wale watu huwezi kuwazuia wakaenda kutafuta haki kule Tanzania. Naam. Ukija kwenye mipaka yetu hapa na Waganda, tuna Wateso Kenya, tuna Wateso Uganda. Ndio. Hao watu tu ni kitu kimoja. Naam. Hivyo huwezi ukasema ati kwamba vijana ni watundu. Hii ni generation ambao ama ni kizazi ambacho kinatafuta haki kwa pamoja. Ndio. Sio kizazi cha mipaka hiki. Ndio. Baba. Upande mwingine ukizungumzia kwamba mipaka ya vijana wasiokuwa na mipaka, na unasema kwamba ni enlightened generation. Upande mwingine nitakuuliza tu kwamba unahisi aje sasa hivi kwamba Bob Njagi bado haijajulikana mahali ambapo yuko katika mikono ya taifa la Uganda. Na pia hapa nyuma ni kwamba tuliweza kuona visa ambapo Mwangi pamoja na Agatha Atuhaire ambapo waliweza kutekwa nyara kule nchini Tanzania na kuweza kuachiwa kwa siku kadhaa. Wazungumziaje? Kutakuwa na ushirikiano wa serikali hizi tatu kwamba kuweza kuwakomesha ama kuzuia joto la ukuaji wa vijana hawa wasiokuwa na mipaka, na basi changamoto ni zipi? Unajua huwa tunasema ya kwamba jambo likishafika muda wake hawezi kusimamisha. Naam. Kwa mfano, Bob Njagi alienda kumsaidia kijana mwenzake Bobi Wine. Ndio. Ambaye tunamuita Robert Kyagulanyi. Ndio. Ni wanaharakati ambao hawana mipaka. Ni wanaharakati walienda kusaidia wanaharakati wenza. Unajua kizazi tulicho nacho baba. Ndio. Sio kizazi cha kuwafinya sana. Ndio. Ni watu unafaa kuangalia maslahi yao na kuwasikiza. Ndio. Ninachoona hapa mbele ni kwamba ndio watawala wa East Africa ndio itabidi waitane mkutano, watawala wenyewe ndio wapange jinsi ya kuwasikiliza vijana. Naam. Jambo hili la Bob Njagi linaendelea kuwasha moto kwenye nchi. Ndio. Na unasikia minuguni ya kwamba vijana wakisema hapana, tutafunga barabara ya kwenda Uganda. Biashara nyingi za Uganda zinapita Kenya. Ndio. Wakifunga mipaka itakuwa hatari sana. Naam. Waachilie wale watu manake hamna kitu kibaya walichokifanya. Ndio. Walienda tu kushikilia mwenzao. Naam. Inawezekana ukashika wale wa Kenya ukaacha Uganda wenu. Bobi Wine anaendelea na campaign. Ndio. Ushafunga hawa. Sasa inakuwa sasa unaonekana kuna uonevu, na pia tunaishtumu serikali yetu ya Kenya. Ndio. Kwa kutoshughulikia wale watu wakiwa kule nchini ili waletwe, kama wana makosa waletwe nchini Kenya. Ndio. Ile ambavyo wenyewe Waganda walikujia Besigye hapa Kenya. Ndio. Wakaenda kumshtaki kwenye mahakama zao. Ndio. Basi kama wetu basi wana makosa waletwe Kenya, wafunguliwe mashtaka Kenya. Ndio. Ila tunashtumu kwa hali ya nguvu sana ya kwamba haki za kibinadamu East Africa zinafifia. Ndio. Na watawala wanafaa waangalie ile jambo. Kabla sijakuachia manaki ninapokusikia bana una uchanganuzi ambao una umahiri sana, na asante. Kwenye swali lingine tu basi tutasema kwamba pia mataifa haya matatu manake wacha nizungumzie Tanzania haswa na Kenya, manake unapata kwamba mashirika ya kigeni zungumzia Amnesty International pia yameweza kuachia basi vikwazo kwa haya mataifa Kenya, wakati ambapo kuna masuala ambao yanahusiana na utovu ama ukiukaji wa sheria za kibinadamu. Alafu pia kule nchini Tanzania Amnesty International pia likiwa ni baadhi ya mashirika tu ambao wameweza kuzungumza kukashifu ukiukaji wa haki za kibinadamu. Waweza sema kwamba wakati ambapo masuala haya yanaendelea, utekaji nyara, udhulumu labda kupitia njia ya kiserikali ama labda njia ya politics acha niseme, waweza sema kwamba mataifa haya na serikali hizi pia nazo zinapuuza mashirika ya kigeni. Tunaona shida moja na mashirika ya kigeni baba. Ndio. Ni kwamba ni umbo asiyeuma. Naam. Isipokuwa tu kutoa ripoti, hawana chengine chochote ambacho wanachofanya. Ndio. Ni ripoti tu wanazotoa. Ndio. Kunahitajika mataifa ya nje. Naam. Yaiwekee nchi zetu vikwazo kwa sababu ya kukiuka haki za kibinadamu. Ndio. Kama kuna vitu ambavyo
nchi za nje na mashirika ya nje, Naam. na mashirika hayo yote tunaona yanatoa ripoti, Ndio. yanafaa yachukulia hali ya kuzinyima hata hizi nchi fedha, Ndio. mikopo na mambo mengi ambayo tunaipokea, mpaka nchi zetu ziwe na haki za kibinadamu. Ndio. Maana hakuna kitu hatuna mapinzani katika mambo ya haki ya kibinadamu. Naam, naam. Haki ya kibinadamu lazima ifuatiliwe. Ndio. Kumkamata mtu na mtu kutoweka ni kitu kibaya sana. Ndio. Hata tuseme tuna maendeleo mengine tunafanya kama East Africa, lakini watu wanatoweka, hilo jambo si jambo sahihi hata kidogo. Ndio. Kwa hivyo mashirika ya nje yaanze kuwa umbwa mwenye kuuma. Wasitoe tu ripoti. Kama sasa wangechukua hatua ili tuone mtu kama Tundu Lissu yuko nje. Ndio. Lakini sasa tu ni ripoti wanazotoa, ripoti zenyewe hatuoni zikisaidia. Ndio unaona vijana wakianza kuchukua sheria mikononi mwao. Ndio. Maana hawana mtu wa kuwashughulikia. Ndio. Tunatazamia mashirika, lakini mashirika hayatusaidii. Ndio. Ila mashirika yangekuwa yanatusaidia basi tungeona, kwa sababu evidence iko ya kwamba haki za kibinadamu zimevunjwa. Ndio. Evidence iko ya kwamba watu wanatekwa. Naam. Sio Tanzania peke yake, Kenya pia watu wanatekwa. Ndio. Haya, ukienda hapa Uganda watu bado wanatekwa. Ndio. Sasa mashirika ya nje hayatusaidii kwa sasa, ila tunasema mwanga unakuja hivi karibuni. Ndio. Na hao watawala watakuja these are time bomb ambayo inaendelea. Ndio. Baba Vincent, Swali la mwisho, kiongozi wangu, labda wasemaje, Mtanzania ana woga iwapo basi chama cha CCM kupitia mbebaji bendera Bi Samia Suluhu Hassan atakuwa anarejea mamlakani? Waweza sema kwamba hatua hizi ambazo serikali ya muungano wa Jamhuri ya Tanzania imeweka tu kuweza kuhakikisha kwamba inajizolea ushindi na kurejea mamlakani, na kwamba hali itakuwa sawa, ama basi akiweza basi kupita kiongozi wa CCM ama mbebaji bendera wa CCM, basi ndo hali itakuwa ndo chafu zaidi? Wasemaje, ni uoga tu ama labda hali itakuwa sawa? Uoga upo. Ndio. Manake neno la Bwana linasema watawala wabaya wakiwemo kwenye mamlaka, ndio, nchi hujawa na hofu. Naam. Na kwa sababu huu si uchaguzi, ndio, tunaona ya kwamba mama akipita kutakuweko na shida. Ndio. Shida ya kwanza ni kwamba waliompinga watakiona. Ndio. Nchi itakuwa na shida. Unajua ukishaangalia nchi ya Tanzania, ndio, kwa historia yake, ndio, amani yao ilikuwa mpaka siku za Jakaya Kikwete. Naam. Toka Kikwete mpaka sasa nchi ya Tanzania imekuwa na shida nyingi sana. Ndio. Enzi za Magufuli hazikuwa nzuri sana. Ndio. Wajaza kusema mambo ya vyuma vimeganda. Ndio. Sasa hivi nayo haki za kibinadamu. Unajua kati ya vitu ambavyo mtawala anafaa kuchunga sana, ndio, ni haki za kibinadamu. Watu wasitoweke. Ndio. Uchumi uwe nzuri. Hello. Hello Bwana Kariuki. Mtazamaji, nadhani simu yake Bwana Kariuki imeweza kukata, lakini alikuwa anatuweka sawa kutokana na masuala ya kidiplomasia ya mataifa haya matatu. Alikuwa anatuzungumzia kutokana na udiplomasia wa masuala haya ya mataifa matatu, ambapo ametuzungumzia kutokana basi na ukuaji wa vijana wasiokuwa na mipaka katika mataifa haya matatu. Ametuzungumzia pia kutokana na masuala basi ya akisema kwamba ukiukaji wa haki za kibinadamu ambao umekithiri katika mataifa haya matatu. Mtazamaji wangu pia ameligusia swala hilo, mtazamaji. Naam. Samahani, ni baadhi tu ya masuala mawili matatu ambayo Bwana Kariuki akiwa maeneo Eldoret aliweza kuyagusia jioni hii ya leo. Mtazamaji wangu, sijui kama atakuwa anarejea kwenye line ya simu, lakini Bwana Kariuki, wapo unanitazama, basi rejea, manake nina swali ambalo nilikuwa nataka nikuulize kabla haujaweza kuondoka kwenye line ya simu
mtazamaji ama ndugu Kariuki, na pia huenda kesho tukaungana tena kuweza kuchanganua masuala haya. Hata kama itakuwa ni njia ya simu, basi tutakuwa tunaungana kuchangia ama labda kuiangalia na kuyatafuna jinsi ambavyo itakuwa inaelekea na kutokana na mipango iliyopo siku ya kesho. Mtazamaji wangu, saa 4 imekata dakika 9. Kama unaungana nasi basi hata ndo usiondoke, manake ndo tumeanza. Haujakosa chochote kwa masaa mawili ambayo yamehitimika, haujakosa lolote, manake ndo tumeanza tu. Wewe cha kufanya basi ni uweze kusubscribe, uweze kukaa kama Mwanamofo TV, umkaribishe mwenzako basi pia naye aweze kukaa pamoja nasi jioni hii ya leo, aweze kuchangia. Siku ya kesho ni kura ama ni maandamano? Ujumbe mfupi tu na basi uniambie unanitazama ukiwa wapi, manake nimekueleza kwamba tunangojea ama tunajongea kuweza kuungana naye Daktari Harris ambaye atakuwa anatuzungumza nasi kikatiba kuhusiana na masuala haya, na pia kutaka tu kujua kama basi wapo baada ya uchaguzi huu, huenda basi John Heche, huenda Tundu Lissu, huenda ndugu Humphrey Polepole na wote ambao wametekwa nyara wakaachiliwa, na ikawa basi vilikuwa tu ni visa vya kisiasa, ama basi watakuwa wanaekwa ndani kabisa. Zungumza nami, una uwezo wa kunipigia simu kabla hatujavuka maeneo ya Amerika kuweza kupokea simu ambayo utakuwa tunazungumzia masuala ya kisheria. Mtazamaji wangu, studioni ni Vincent Okinda, nyuma ya kamera ni Silas Aboge ambaye ndio producer anayewezesha mimi nawe kupatana bana. Nina kalamu, nina karatasi, nina simu na pia nina sharubati yangu hapa ambayo inanipa nguvu sana ninapozungumza kupatana na wewe. Nisome jumbe fupi hapa nikiwa nasubiria namba ama labda simu yako. Mtazamaji, ikiwa basi nasubiria simu yako, samahani, niweze kujua unanitazama ukiwa wapi, na usiondoke, manake ukiondoka huenda ukayakosa mengi. Hapa nimekueleza kwamba namsubiria mgeni ambaye atakuwa ndio mgeni wetu wa mwisho, lakini kabla sijampokea mgeni, zungumza nami kupitia nambari hii alama kujumlisha 254759959879 +254 794 599 alama ya kujumlisha 254794599879. Nipigie kupitia mtandao wa WhatsApp, nipigie kupitia mtandao wa kawaida. Nitapokea simu yako na nitasoma na nitashukuru ujumbe wako. Kwa wote Wanamofo TV wanaotazama, huyu anasemaje hapa? Anasema anasema Tariq anasema kwamba tatizo la uchaguzi wetu ni chama tawala mara zote hakikubali kutoka madarakani. Wao hutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha kuchukua ushindi kimabavu. Huo ndio ujumbe wake Tariq. Ujumbe wake Tariq. Alafu Udol wacha nitumie jina William. William anasema game over. Game over. Unajua mara mingi Mtanzania akikwambia game over ana lile ambalo anamaanisha. Alafu hapa anasema ni nani? Tariq anarudi anasema kwamba vijana ndo tunaoumia kwenye makosa yanayofanywa na serikali yetu, kunufaisha wachache na kuchukua maamuzi yanayofanya maisha kuwa magumu zaidi. Kwamba vijana sisi ndio tunaoumia kutokana na maamuzi ya serikali ambazo sio Tanzania peke yake, hata Kenya, Uganda, Tanzania na mataifa mengine, zungumzia Afrika yote kwa ujumla. Alafu Tariq anasema kwamba nchi yetu Tanzania potential inayo, ila viongozi wakishapata madaraka akili inabadilika kujitajirisha kabla hawajatoka madarakani. Matumaini yetu chama pinzani Chadema kikiongoza nchi. Tariq, nipigie simu maana ninaona una mengi ya moyoni ya kuzungumza. Asante sana kwa maoni yako. Anarudi anasema hivi, tunaweza tukaona mabadiliko ambayo CCM walishindwa kufanya kwa muda wote waliokuwa madarakani. Tunaweza tukaona mabadiliko ambayo CCM walishindwa kufanya kwa muda wote waliokuwa madarakani. Suspita Mniko anasema kwamba wekeni video na mbona mmefunga mtandao? Hatujafunga mtandao jamani. Ukiweza kupiga simu utakuwa unatupata live, na nikiona basi umepiga nitakuwa na kufuatiliza kwa sababu nina uwezo wa kuona hapa nilipo na simu yangu mkononi. Alafu Justin Mpemba anasema tumuombe Mungu sana taifa letu liwe na amani kwa siku ya kesho tarehe 29 Oktoba 25.
Justin Mpemba ambaye pia ni shabiki yetu mkubwa ambaye ameweza kuchangia makala haya tulipokuwa tunaanza. Mtazamaji wangu, zungumza nami kwenye line ya simu kupitia nambari hiyo alama kujumlisha 254 mtazamaji, alama kujumlisha 254-794-599-879 tuweze kujumuika na wewe. Nimekwambia tuko live hadi siku ya kesho bana, hadi uchaguzi uitimike, na hatutakomea hapo. Tutakuwa tunazidi kudadavua masuala mengine mengi katika ukanda huu wa Jumuiya ya Afrika. Maana kumbuka, tunapomaliza nchi ya Tanzania tunavuka nchi ya Uganda, alafu kisha mwaka 2027 bana tutakuwa tunarejea humu nchini Kenya. Joto la kisiasa hupanda muda mwingi zaidi. Mtazamaji wa Mofo TV, huyu hapa anasemaje? Mathias Joshua anasema kwamba huku kwetu watu wamepigwa na kuumizwa vibaya, wanasema ni dolia, sijui nchi ya Tanzania inaokwenda wapi. Mathias Joshua, ningependa kama ungeweza kunipigia simu tuzilizungumze hili moja kwa moja, tutupe taswira ya hali ilivyo kwa njia isiyokuwa ya kukosea ama kukosea kisheria. Matthew Joshua, ningependa niweze kupokea simu yako niweze kujua kwamba hali inakuaje, na hao waliopigwa basi ni vipi, wamepigwa na nani ambaye alikuwa anasema kwamba ni haswa kuweza kushika doria. Mtazamaji, kipindi ni The Political Temperature ndani ya Mofo TV. Hapa upo nami Vincent Okinda, na zidi tu kueleza kwamba usitazame kipindi ukaondoka bila ya kusubscribe, manake tunazidi kuvuka mipaka tukiweza kupatana na baadhi ya viongozi ambao wanaweza kuzungumzia ikielekea ni mkesha wa kupiga kura. Hujambo mzee Nyenze? Mofo TV. Yes. Habari yako? Salama sana mzee Nyenze. Hujambo uliko? Si jambo, sijui wewe. Huku tuko salama, huku nchini Kenya Mwenyezi Mungu anasaidia. Kenya ina amani sana. Kenya ina amani. Kenya bado inamuomboleza Baba Raila Amolo Odinga, lakini Kenya kuna amani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ndio. Naam, sijui uliko maeneo ya Tanzania vipi, hali ikoje? Manake imekuwa safari ndefu, tumekuwa tukizungumzia hapa ndani ya Mofo TV kuanzia mwezi wa 3, 4 hadi leo hii ni mkesha tu wa masaa mawili, lisali moja dakika 45 tutakuwa tunaingia kwenye siku kuu ya kikatiba kupiga kura. Tanzania hali ikoje? Hali ni mbaya sana. Hali ni mbaya sana, na uchafuzi ni kesho. Ndio. Wao wanaita uchaguzi. Ndio. Lakini uchafuzi ni kesho, lakini kwa hali iliyopo. Ndio. Mtoto atumwe dukani. Naam. Maana yake mpaka sasa tunapoongea, ndio, kuna mikoa mingine wameshaanza kazi iliyotumwa na Mungu kuhakikisha uchaguzi unasitishwa. Ndio. Mkoa ya Mara huko tunaona wazi watu wanachoma matransformer, wanaunguza vitu mbalimbali. Ndio. Na huo ndio ujasiri tunaohitaji. Ndio. Na askari hawawezi tena kushindana na nguvu ya umma. Naam. Kimsingi kwa imani yangu mpaka saa 6 ya mchana kesho, ndio, Tanzania ile tuliozoea itakuwa mikononi mwa wananchi. Hali kienda hivi jinsi tunavyoona, watu wana hasira. Ndio. Hata wale watu ambao walikuwa sasa hawaongei, ndio, nyakati za finali wanaonesha ujasiri kwamba sasa linaloliwa na liwe. Ndio. Pamoja tuna maumivu ya viongozi wa Chadema. Wengi wamekamatwa. Ndio. Na wengine taarifa tumekuja kuzijua leo, maana kuanzia jana ndio walizima mitandao. Ndio. Kwa hiyo tukawa tuna uwezo wa kujua kinachoendelea. Naam. Na walizima mitandao ili kuhakikisha kwamba wale viongozi wakamatwe. Ndio. Ili wananchi ili wananchi wasioneshe hasira ambayo inaweza ikawakabili. Ndio. Kwa wengi tumekuja kushtukia tu kwamba fulani yupo ndani, fulani amechukuliwa, fulani amechukuliwa. Ndio. Na wao nafikiri kwamba haya maandamano ndio yanasababishwa na viongozi wa Chadema. Hapana. Ndio. Haya maandamano yanasababishwa na wananchi wote.
Naam. bila kujali chama chochote. Wote tuna maumivu. Ndio. Kwa hiyo na tunaamini kwamba wanajeshi wapo upande wetu. Ndio. Kwa hiyo sasa, Naam. kama wanajeshi wapo upande wetu, tutajua hiyo asubuhi. Ndio. Sio asubuhi, kuanzia usiku wa leo. Naam. Tutajua kwamba kishafia saa 6 hiyo tarehe 29 Ndio. kazi inaanza. Ndio. Kwa hiyo sasa, kama wananchi kweli wameajiriwa na wanajeshi wameajiriwa na wananchi, Ndio. watakaa kimya hivi kama walivyofanya Mara. Ndio. Na tumefarijika na wana Mara kuanzisha mapema ili tuangalie hao wanajeshi wana silaha gani. Ndio. Lakini msingi hatujaona mwanajeshi ambaye sijapata taarifa ya mwanajeshi yote ambaye amemzuru mwananchi. Ndio. Na mpaka sasa tunapoongea mitandao mizima, kama sio WhatsApp huwezi ukampata mtu. YouTube nimekufuatilia, Ndio. lakini nikashindwa, sikuweza kuona chochote kwa sababu wamezima mtandao tena. Waliwaachia hapo kwa masaa mawili, sasa hivi tena wamezima. Nipo hivyo. Kwa ni vigumu kabisa kwa Mtanzania ambaye ni wa kima cha kati na Tanzania tu mwananchi kuweza kupata habari. Ni ngumu, yani ni ngumu kwa mazingira tuliopo, kama wengine tupo mbali. Ni ngumu kupata taarifa kwa sababu walio wengi tunapata taarifa kwenye simu zetu. Sasa hakuna chombo cha habari kinachoweza kurusha taarifa zinazoendelea. Hata kimoja. Kwa njia ya mtandao ndio tunaweza tukaona taarifa zote. Ndio. Kwa hiyo hii ni hawataki ulimwengu uone maovu yanayoendelea. Naam. Ndio target yao ya kuzima mitandao. Unadhani kwamba pia kuna upangaji wa habari kupitia njia za kidijitali, kwamba humu nchini Kenya, acha niseme kwa mfano, mwaka jana tuliona vijana wajenzi wakipanga mikutano yao mahali ambapo watakutana, sijui mahali ambapo nini, wakipanga kupitia mtandao ya TikTok, kupitia mtandao wa X. Lakini basi serikali ilipojaribu, naona hapa kwenye comment section anaitwa Frank Julius anasema tumieni VPN. Sijui kama basi teknolojia hiyo ipo katika upande wa pili. VPN ni kweli. Lakini kwa sehemu nyingi ndio inagoma kabisa, inagoma. Ndio. Sasa mimi nimejitahidi kufanya hivyo, lakini hairespondi kabisa, hicho kitu kinakataa kabisa. Naam. Kwa hiyo bado tupo kwenye mazingira magumu. Hao watu wana akili na wao, kwa sababu wanajua kinachotokea. Ndio. Kwa wanajitahidi kutumia akili zao zote kuhakikisha kwamba mawasiliano yanakuwa dhaifu. Naam. Lakini yote tisa. Ndio. Na kuhakikishia yamkini tarehe 31 nitakapokuwa tunaongea, nitakuwa naongea kwa kicheko kikubwa, kwa kuamini kwamba tumetoka utumwani. Watu wameamka. Sio wale tulikuwa tunawadhania, watu wameamka kweli kweli. Amezungumza akiwa katika mikono ya serikali Tundu Antipas Lissu ambaye ni kiongozi wa Chadema. Akazungumza kwamba freedom has a price, kwamba labda ndo upate uhuru lazima utatoka basi jasho, utatoka kijasho, hata ikibidi basi kiwango kingine. Na akasema kwamba yeye yuko wazi ama yuko huru ama yuko tayari kuweza hata kutoa kwa uhai wake. Amezungumzia taifa la Kenya, freedom ambayo wanaenjoy, kwamba kunao walioipigania akiwemo Raila Amolo Odinga na viongozi wengine ambao sasa hivi wameshalala. Sijui basi ujumbe huu unamaanisha nini kwa Mtanzania akija ni siku ya kupiga kura. Kuna wale ambao wanahisi kwamba wapo na uhuru na wanaweza wakapiga kura, na kuna wale ambao wanahisi kwamba sio kweli. Kwa yule usalama ambaye kwa yule mtu anahisi kwamba ni sawa kupiga kura siku ya kesho, usalama wake ukoje? Unajua ni kwamba ndio hakuna usalama wa mpiga kura. Naam. Sehemu yenye usalama wa mpiga kura ni sehemu ni interior. Ambapo tunajua kwamba hakuna madhara. Ndio. Lakini mjini kati ndio hakuna kupiga kura. Maana wewe utaenda kupigaje kura wakati
watu tumitanda. Ndio. Maana yake wewe ukienda kupiga kula. Ndio. Na ikadhihirika kwamba kidole chako kina wino. Ndio. Kazi utakuwa nayo. Ndio. Kwa sababu hatuwezi tukapambania nchi. Ndio. Wewe unaenda kuhalalisha ujinga. Na hata kama wale wenyewe CCM ambao wangeenda kupiga kula, wengine hawaendi. Yaani wataendaje kuchagua wakati unajua kama njiani anaweza kukutana cha moto? Ndio. Na hata kesho hakuna kibanda kitakachofunguliwa, hakuna biashara itakayofanyika. Ndio. Sasa kwa haya namna hiyo, hata kama ingekuwa na mimi naenda kupiga kura, nisingeweza kwa sababu unapitia wapi kupiga kura? Ndio. Ajiulize hao watu ambao wanaandamana wakishinda, wewe utawaambia nini? Ndio. Kwa kimsingi wale waliokuwa wanahitaji kwenda kupiga kura, wengi hawaendi. Ndio. Na wale ambao hawataki kupiga kura ndio kabisa wenyewe hawaendi kabisa. Ndio. Kwa hiyo sasa yule anayetaka kupiga kura ataka sitake lazima ataandamana, ataungana na nani? Na waandamanaji. Ndio. Sasa kinachofanyika kwanza usiku wa leo ndio transformer zote ndio zitapigwa moto. Kwa hiyo wewe lazima utakapoona zile shoti lazima utatoka nje. Kwa hiyo utaandamana tutake usitake. Naam. Ndio kinachofanyika. Vituo vyote vile ambavyo vinajulikana kwamba ni vya nani? Chakaya Kikwete. Vyote. Ndio. Kwa hiyo lazima utatoka tu. Naam. Lazima utatoka. Unajua msemo wa Mheshimiwa Lissu ndio anachozungumza ni kweli. Ndio. Hakuna kitu kizuri utakachokipata ambacho hutapata jasho. Kitu chochote kizuri lazima upate jasho. Naam. Hakuna watu waliokomboa taifa kwa kuchekeana tu. Kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo ushindi tunaupata kwa kupambana. Ni kupambana, yani kupambana. Na hawa watu mna sababu ya kuwachekea. Kuwachekea umeisha. Kuwachekea umeisha. Umeshafika mbali ndugu zanguni. Yani ndio itafika hatua Kenya mtakubali kwamba kumbe wale waliokuwa wamesinzia wamekuwa ni wajanja kuliko hata Kenya. Ndio siku ya kesho. Yani hamtaamini mtakachokiona. Naamini hivyo kwa asilimia 100. Asilimia 100. Hakuna jeshi la kuweza kutuliza hii hasira. Ndio. Lakini tunachoshukuru Mungu 70% wanajeshi inaonekana wapo upande wananchi. Na wanajeshi wapo upande wananchi. Tayari hiyo ndio furaha yetu. Wewe askari leo yani askari unatisha wananchi. Na jeshi bila shaka kama unasikia taarifa hizi, najua vyombo wanafuatilia. Ndio. Kama watakubali kuwasikiliza askari, maana yake inabidi wao sasa jeshi liwe chini, polisi wawe juu. Yani haiwezekani mdogo akuamrishe wewe. Ndio. Yani huyu wanayemwita inasikia Mafuere si ndo nani namsikia kila siku wanazungumza. Hawezi kuwa jasiri kuliko jeshi. Sasa maana yake na sisi sasa tutakuwa tuna ujasiri kwa ajili ya kuwaruhusu watoto wetu waende jeshi. Ndio. Waende jeshi wakati ni wadogo. Maana kama mwanajeshi anaweza kuwa chini ya polisi. Ndio. Thamani ya mwanajeshi ni ipi? Naam. Kwa hiyo wajitafakari kabisa. Na kama wanasikia mpaka sasa hivi nao wajitafakari. Ndio. Haiwezekani askari awe juu, awe last says. Hicho ni kitu ambacho kinaonekana sio kizuri katika taifa. Ndio. Kwa sasa natakiwa kama wamedhamiria kukaa na wananchi, hatuwapangii wanapohitaji, lakini wajue kwamba washike viatu vyao na wakubali kuwa top siku zote. Wasiamrishwe na mtu wa chini. Ndio. Na walinde mipaka, asiondoke mtu yeyote. Yani kama sisi wenyewe tulivyokuwa tupo tumekaa hapa na wale walikuwa wanatuongoza wakae nchini. Ili tutakapochukua nchi yetu, ndio watueleze hawa watu waliotekwa wameenda wapi, na kesho wale waliotekwa kwa mjibu inabidi watuoneshe walipowateka.
Ndio. walipowaweka, ili waje tuwe pamoja tutawale nchi yetu. Ndio. Na Mzee Nyenze, niweze kukuuliza tu kwamba waonaje, hali ikoje? Huenda hawa viongozi wa upinzani ambao wanashikiliwa na vyombo vya usalama wakaachiliwa baada ya siku ya uchaguzi kupita? Hawa lazima wataachiliwa tu. Isipokuwa ni mawazo yangu. Ndio. Najua hali itakapokuwa ngumu wanaweza katika intimidation ili kukimbia nchi. Ndio. Kwa sasa msipofanya hivi sisi tutamalizana na hawa. Na ndio maana tunaliomba jeshi likae makini sana juu ya usalama wa watu hawa. Maana hawa ndio wanatetea nchi. Ndio. Na hawa wale hawana madhaifu, yani wale hawana shida, wanao hata serikali inajua. Wale mmewashikilia wakiwa wanajua kwamba wanaweza kuhamasisha maandamano, lakini wale hawajawahi kuhamasisha maandamano, wale wanataka amani. Sasa kwa akili zao zilizofinywa kuelewa, wanafikiri kwamba maandamano yanasababishwa na viongozi wa Chadema. Why not? Ndio. Kitu sio chenye, yani maandamano ni sio ya Chadema, maandamano ni ya wananchi. Wananchi wote wameshaumizwa. Ndio. Sasa unataka kuniambia kwamba huyu mtu ambaye ametekewa baba yake, ametekewa mama yake, hivyo nafikiri kwamba yeye anaangalia chama? Sio kweli. Anaangalia ndugu zake warudi. Kwa hiyo wanajidanganya wanaposema kwamba si Chadema mfanya. Hapana, watu tumeshachoka na utawala. Tunaonewa, tunateswa, watu wanabakwa, wanafanya nini, wanafanya matendo mabaya. Alafu tuendelee kucheka tu na nchi hii. Watoto wetu watacheka makaburi yetu bwana. Watatukana kwamba wazazi wetu walikuwa wajewa kiasi gani mpaka nchi nafikia hatua hii. Kwa hiyo wakati wa kuikombea nchi kwa lazima. Na kimsingi Watanzania kama wanasikia. Ndio. Kesho mwananchi yoyote hapaswi kwenda kufanya uchaguzi huo. Tusije tukaraumiana. Tusije kulaumiana. Kwa sababu gani? Watu tumeshajitoa mwanga sasa. Ndio. Tumeshajitoa mwanga. Maana kufa ni tutakufa tu. Tutakufa tu. Lakini Mungu kama hajapanga kufa, hata warushe mabomu. Kwa nini Tundu Lissu alimpiga risasi ngapi? Kwa rafena sitasipo alianawasumbua. Kama Mungu ameshapanga kufa, hata kama hujaandamana utafia ndani. Ndio. Hata kwa mshtuko tutakufa tu. Kwa hiyo tusitishwe kwamba kuandamana tutakufa. Hapana. Ukombozi hauwezi kuja kwa kucheka. Hawa watu ni maramia. Ndio. Kwa lazima tupambane. Ndio. Kila mtu asitoke kizembe. Ndio. Asitoke kizembe. Ndio. Kila mtu ajue namna, maana maandamano kinayofanyika. Hatuendi maana yake ni vikundi kadhaa, watu 200 huku, watu 50 huku, watu hiki. Hawa kija huku tunafuata huku. Hawawezi kushindana na wananchi bwana, hao watu ni wadogo sana. Kabla hujaondoka Mzee Nyenze, dakika moja tu nizungumze na anayejiunga nasi. Mtazamaji, iwapo unajiunga nasi usiku huu leo saa 4 imekata dakika 33, bwana tuzidi kuzungumza na Mzee Nyenze bin Nyenze ambaye anatokea kule maeneo ya Tanzania ama taifa jirani la Tanzania. Anatuzungumzia hali ilivyo halisi, manake amezungumzia kwani maeneo mengine, lakini maeneo ambayo nimeanakili hapa na ambayo nina habari zake ni maeneo kama ya Tarime, maeneo ya Kariakoo na maeneo ya Mara, ambako sasa hivi ninaarifiwa kwamba kuna baadhi ya visa ambavyo vimetokea kwamba ni flashes of what is thought to be maandamano. Kile kinachodaiwa kwamba ni maandamano visa fulani hivi vimeshajitokeza katika maeneo hayo, na basi tunazidi kupiga darubini yetu kule tuweze kuangalia kwamba itakuwaje. Lakini sasa kwenye line ya simu Mzee Nyenze bin Nyenze ambaye ni msema kweli, kulingana na mawazo yake, anazungumza nasi, anatupa taswira jinsi ilivyo. Zidi kututazamia mtazamaji, zidi kukaribisha wenzako tuweze kuungana pamoja, kwani tuko live kuanzia mida ya tulipoanza hadi siku ya hiyo uchaguzi,
na pia tutakuwa tunapanda jukwaa hili kuanzia siku ya kesho mapema zaidi hadi usiku. Lazima tuweze kujua kwamba ni kipi ambacho kimetokea wapi. Tunao watu ambao wanaweza katupa basi habari tu jinsi ilivyo, bila ya kuchochea mtazamaji wangu, tuweze kumjuza Mwanaafrika Mashariki na pia Afrika kwa ujumla, kwani demokrasia lazima isimame na lazima iheshimiwe. Ndani ya Mofo TV, jina langu ni Vincent Okinda, nyuma ya kamera na anayewezesha mimi naye kupatana ni Silas Aboge, ambaye anazidi kufanikisha hilo lote. Mtazamaji wangu, zidi kusubscribe wapo hoja subscribe bana, subscribe tunapokaa tukiweza kukaa hapa, manake baada tu ya simu hii ya mzee Nyenze bin Nyenze tutakuwa tunapanda jukwaa sasa hivi kwa ubora zaidi, tuweze kupata habari za kisheria kutoka kwa mwanasheria Daktari Harris, ambaye ameahidi kuwa nasi jioni hii ya leo atakapokuwa amefika katika nafasi ya kuweza kuzungumza. Mtazamaji, kwa subscribe kwenye channel inayokuwa kwa kasi zaidi, karibisha wenzako bana, nipe maoni yako kwenye comment section. Siku ya kesho bana, ni wewe utapiga kura ama ni wewe utaandamana? Nitakuwa nasoma ujumbe wako, na kama una swali kwa mzungumzaji ambaye yuko kwenye line ya simu, mtazamaji wangu, tafadhali usisahau kuweza kuuliza swali hilo wakati ambapo bado tupo naye, akaweze basi kulijibu anavyoweza, na kama ataweza kupata jawabu lake. Mtazamaji, kwa subscribe, zidi kutuma link, karibisha wenzako kwenye makundi mbalimbali, kwani bana sisi hapa hatulali kwa sababu yako, nawe kwa sababu tunakuthamini. Na iwapo basi ungependa kusupport kipindi ama ungependa kushikilia channel ya Mofo TV bana, tuweze kukua mara kwa mara, nambari ndio hiyo ambayo iko hapa kwenye screen yako mtazamaji wangu. Hiyo nambari ambayo ni ya M-Pesa, samahani, ukaweza basi kushikilia iwapo una moyo na ungeweza kuhisi, unaweza ukashikilia bana channel ya Mofo TV, tuweze kupata nguvu za kuweza kukaa pamoja na, kwani bado unavyotazama studioni bana hatujakuwa sana, lakini tunazidi tu kukua na wewe. So nambari ndio hiyo hapo, ukiweza kuachia chochote cha moyoni, iwe ni mchango, iwe basi hata ni maombi, sio, channel ya Mofo TV itakuwa inafurahia zaidi. Ila kwa sasa subscribe, karibisha wenzako bwana, ndio kwani ndio mkoko umealika maua. Tuko live, tunatamba nawe, tunapokea simu kutoka maeneo mbalimbali nje na ndani ya nchi. Tumezungumza na mzee Mpemba akiwa maeneo ya Msumbiji, tumeingia katika taifa la Tanzania, tumefika hapa nchini Kenya, tuko Tanzania bado, na tutapanda hata Amerika, kwani tumetupa usingizi kwa sababu yako. Siondoke, zidi kufuatilia kipindi. Naam, mzee Nyenze bin Nyenze, vipi kwa mtu ambaye kama ni Humphrey Polepole, huenda basi akapata kujitoa katika shida hii wakati ambapo uchaguzi utahitimika? Manake amekuwa msema kweli, amenyorosha serikali kwa kusema ukweli alivyokuwa akihudumu chini ya serikali. Hatima yake inaweza kuwa ipi? Hatima yake huyu, kwa sababu tunaamini kabisa kwa uwezo wa Mungu yupo. Acha kwanza, ndio mioyo yetu haitutumi kama kwamba ameshamfanyia matatizo. Ndio. Kwa hiyo atachomolewa tu, kwa sababu naamini kwamba jeshi wanajua matukio yote. Kama vile Tesha alizungumza, anajua kila kinachoendelea. Na bila shaka watakuwa wanajua kwamba wote wanaotekwa wapo mazingira fulani. Sasa kwa sababu tunaamini jeshi ipo upande wetu, na wanataka kwamba wawe upande wetu. Na mishahara si ndio tunawalipa. Baada ya kuchukua nchi yetu, ninaamini kwamba wataenda kuwachomoa wote waliotekwa na kuwekwa huru. Najua baada ya kukamatwa, huyu mama akiwekamatwa tayari, akiminya kidole atataja, nendeni mkachukue sehemu fulani, atataja tu. Yaani inajulikana wale watu wamepakiwa, wamekuwa sehemu fulani, ili wapishi wasiongee. Ndio. Unalijua hilo, si kama tujui. Sasa tukishachukua nchi, lazima watu watakuja. Kwa sababu haiwezekani mtu kama mwanachama mwenzetu wa CCM amepata sauti, ameongea vizuri, halafu naenda kumteka wakati yani wewe unampiga ndugu yako. Inawezekana kweli? Maana hao washakuwa wakatili. Hapo cha kushangaza, hakuna mwanachama mwenzetu wa CCM ambaye amepaza sauti na kusema kwamba jamani, huyu mtu awe free. Hamna. Maana yake unajua lipo hivi kweli, kwa mkono wa serikali tumesaidia mataifa mengi. Morocco, Kongo hapo. Sehemu nyingi sasa tumetuma majeshi yetu kwenda kufanya nini? Kufanya kazi. Ndio. Wamefanya kazi. Unataka kuniambia kwamba hao wanajeshi waliofanya kazi kwenye nchi nyingine ambao haijui leo wameshindwa kujua Tanzania? Maana yake wanajua. Kama wanajua, sasa ni lazima tutawadai
wakatuchukulia ndugu zetu. Hiyo ni lazima. Ndio. Naam. Ndio. Watanzania, uoga ni dhambi. Tujifunze kwa mataifa ambayo yamepita mazingira kama haya. Ndio. Ikiwemo nini Kenya hapa. Kenya naona mmekuwa jasiri, hamko tayari kuonewa. Ndio. Sasa tumeshameza mate, tumechoka. Huu ni wakati na sisi wa kutema madini. Ukimwaga ugali na mwaga mboga. Hali hivyo hivyo. Naam, kuna swali ambalo mwanadiplomasia atajiuliza, manake Tanzania kwa muda mrefu sana mzee Nyenze imekuwa ni nchi ambayo imeenjoy ama imefurahia matunda ya amani. Hapa sasa hivi pametokea kisa ambacho sasa hivi tofauti na miaka ya awali, manake tungeliona miaka ya kina Jakaya Mrisho Kikwete, miaka kina Hassan Mwinyi, miaka ya kina zungumzia John Pombe Magufuli hivi majuzi, uchaguzi ungefanyika, lakini bila ya mashurutisho ambao labda tumeona kitokea mwaka huu. Wakenya ambao wameweza kujaribu kuingia katika taifa la Tanzania wameona tu ni mabango ya kiongozi mmoja. Hao wengine hali yao haijajulikana. Lakini niulize hivi, kwa miaka ijayo mitano, iwapo chama cha CCM kitapata nafasi ya kuweza kurejea mamlakani, tunaweza tukatabiri lipi? Tukatabiri kwamba watakapoachiliwa viongozi wa Chadema wataendelea na hatma pingamizi za kuweza kutetea haki na kudai mageuzi, ama basi ndo mwisho wa safari ikija ni siku ya Oktoba 20 siku ya kesho tarehe 29 imepita? Yaani hawa jamaa wakiingia madarakani, ndio tutateseka mateso ambayo hatujawahi kuteseka miaka yote. Kumbuka hawa jamaa wanajua maovu waliyofanya. Hapa ni kufa na kupona. Na ndio maana kwenye wamehakikisha wanaweka gombea wale wandio hamna kupinga. Tunaamua kucheka fulani, sema ndio. Yule ambaye alikuwa anasema hapana, hata kama ni mwanasisimu mwenzetu, ametolewa. Kwa hiyo wamebaki zile chenga zile ambazo ni ndio zina support maovu. Na ikumbue kwamba hii amani ya miaka 63 imetulimaza sana. Kumbuka hawa jamaa wanyadamu hawa walianza hii ni mishe walitengeneza tangia miaka karibia 10 iliyopita. Walijua tutafika maazimio. Ndio maana tulianza kuona vifo vya viongozi wale wazuri ghafla. Huyu mwanzoni alikuwa hayati Mkapa, sawa. Hawa watu walikuwa wanaingilia kati, wanazungumza kina Mwinyi walikuwa wanaweza wakatoa ushauri. Sasa baada ya watu kuondoka wakina Magufuli kama hivi tena, wale watu ambao walikuwa na sauti serikalini wote ndo nashangaa wametangulia mbele za haki. Sasa waliobaki ni wale wanufaika. Na ndio maana hawa ndo maagent wenyewe. Kwa hiyo ni ngumu kusema kwamba hawa jamaa akipita. Ndio maana yani siku ya kesho ndi siku ya kupona kupona. Ikipita hiyo kesho shangae na kupigia simu MoTV, nitafutie kazi, hata kibarua cha kazi ya ndani, niame niingie Kenya hapo. Kwa sababu mateso nitakayoyapata afadhali niwe mfanyakazi wa ndani. Hali itakuwa mbaya sana Tanzania. Kwa lazima kesho kufa na kupona tuhakikishe huyo mama anarudi Kizimkazi. Anarudi Zanzibar kwake. Hebu jaribu kuwaza. Ndio. Eti mtu ameshapanga namna kuapishwa. Ndio. Ataapishwa Zanzibar. Unajuaje kama umeshinda? Yani unaapishwa Zanzibar kwa lipi? Unajuaje kama umeshinda? Unaweza kuona tunachezewa karata tatu. Haya, leo tunachagua nani na nani. Maana ukiangalia Chadema hawana mgombea urais wa diwani wala mbunge. Ndio. ST ambaye ndo mgombea kidogo, tungeona kwamba alikuwa na uhaya, akiongea hoja zinaingia kichwani. Ndio. Tayari kesi ipo mahakamani. Haya,
wengine hawa Chauma ni chama mama, wale wametoka kule wameenda kutia nguvu. Sasa huu rais unagombea na nani? Na sheria kesi kiwa mahakamani, manake uchaguzi unastopishwa. Angalia kesi ya Mheshimiwa Mpina ipo mahakamani, manake mahakama inafanya kazi gani sasa? Manake itakiwa stopishe uchaguzi wa rais. Kesi zikiisha ndio sasa waingie kilingoni. Ndio. Nani? Ndio. Kiongozi Tundu Lissu achiwe huru, waweke katiba huru, ili sasa tuwe na watu wa kushindanisha. Haya, kuna huyu Dr. Malisa ana kesi alienda kushtaki, akaonyesha kwamba chama chake cha CCM mgombea amepita kwa njia za panya. Ndio. Kesi inaendelea. Kwa nini yeye hajastopishwa kuendelea na kampeni? Ndio. Anaendelea na kampeni. Wakati mwingine huyu Mpina kiongozi wa ST ameruhusu kwamba asiendelee, ila yeye anaendelea na kampeni. Hapo naweza kuona kwamba kuna operation. Yani kuna ukandamizaji wa kiaina ambao nchi yetu inatufanyia. Wewe leo unafanya kampeni. Wewe unasikia taarifa, bwana, kuna watu mili ya watu 4 imekutwa barabarani. Wewe kama rais usemi chochote na unaendelea na kampeni. Hivi wewe ni aina gani ya mtu siyekuwa na huruma? Tena mwanamke, wanawake tunajua wana huruma. Kama leo watu wanaweza kafa zaidi ya 15, 20, 200 wametekwa, hata neno moja kuzungumza, maana yake kuna baraka juu ya watu hao. Sasa hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Kwa hiyo sura iliyopo sisi ni kumwomba Mungu apambane na sisi, atupe ushindi ili tunufaike Tanzania yetu. Uwezi amini nyie Kenya mtakubali kwamba Tanzania ni nchi tajiri. Kama tutachukua nchi kesho, Tanzania itakuwa ni nchi yenye keki safi. Lakini wakipita hawa watu, mateso tutakayoyapata, zitatokea kodi za ajabu. Wanawake atalipa kodi ya kichwa. Yani ule utawala wa mkoroni uliokuwepo ndio unaingia Tanzania. Kwa sababu kipere kitakuwa kimepata mkunaji. Okay, na upande mwingine nikiangalia Mzee Nyenze, pia mataifa ya kigeni yameweza kukashifu swala hilo la uchaguzi. Sio mataifa ya kigeni, mashirika ya kigeni samahani, yameweza kukashifu swala hilo la uchaguzi siku ya kesho na kusema kwamba ni mpangilio tu wa kuweza kumtawaza kiongozi wa sasa, lakini hakuna uchaguzi siku ya kesho. Iwapo basi hapatafanyika uchaguzi, labda wewe ulioko Tanzania, ni kipi ambacho kitakuwa kinafuatia? Kiongozi aliyoko mamlakani ataendelea ama basi kutakuwa na njia gani? Yeye kama naendelea si kwa sababu ameshika mpini, ataendelea, lakini wengi tunajua sio rais wetu. Tunajua sio rais wetu. Na lazima na yeye kama nasikia ajue kwamba kuongoza watu ambao wamegawanyika ni kazi. Unaongoza watu ambao unaongozaje? Maana utakuwa na mashaka. Ili uweze kuwa rais, lazima uongoze wale watu ambao umewakusanya, ambao wanakupenda. Sasa unajua kabisa kwamba hao watu hawakupendi. Hebu piga picha. Kuna watu milioni 30 ndio wa Askofu Gwajima. Ndio. Hivi hawa watu wanampenda? Hawampendi. Ndio. Amewanyima uhuru wa kuabudu. Haya, kuna watu hawa waliotekwa, ndugu zao waliopigwa, hawa watu wanampenda? Jibu ni hapana. Kuna watu milioni 10 wa chama Chadema, hawa wote hawampendi. Sasa unaongoza kina nani hao ambao? Haya, kuna watu wa chama cha ST ambao umemwengua rais wao, hao wote hawakupendi. Utakuwa unaongozaje ya nchi? Inaendaje? Kwa hiyo kuna vitu vingine kama hujasoma, basi tumia akili. Ndio unajua zamani watu ambao wazee wetu walikuwa hawajaenda shule, lakini walikuwa na akili kwamba tunapoona hii dalili ya mvua hii
hawa ndege tunajua ni mvua itanyesha muda si mrefu. Sasa wewe hata kama kweli ni mtawala, hata kama ungekuwa basi una hata uelewa mdogo, ungeelewa kwamba hiyo ni hesabu ambayo hata mtu mjinga anaiweza, kwamba hii nchi hata kama ningepewa urais sitaweza kuitawala. Unamtawala nani? Kwa hiyo hakuna nani mtawala, Ndio. Yani amefeli. Na mimi naomba Watanzania, wanajeshi wahakikishe waondoke, kama tukichukua nchi yetu awepo, ili rasilimali ambazo zimefichwa nje. Kuna majengo huko Madubai wamejimilikisha majengo makubwa, kuna majengo, warudishe jengo moja baada ya jengo jingine. Yani warudishe mali zetu za Watanzania. Leo maiti unapeleka hospitali unadaiwa hela ndefu, yani umefiwa bado unadaiwa hela ndefu. Maisha shida, maji hamna, barabara zinachafuka ni shida, barabara ni za vumbi, tope jingi, halafu tunaendelea kutawaza uchafu mbwa. Hali ni mbaya, tushachoka. Na tunachozungumza wa Tanzania, hakuna mtu kwenda kupiga kura. Na usiku wa leo watu wenye akili timamu, hamna kulala gesti wala sijui kwenda kwenye ba. Hatuwezi tukatafuta ukombozi upo tunakuta barabarani umelewa. Lazima mchezee. Tunataka nchi irudi kwenye hali yake. Ipo mheshimiwa. Na Mzee Nyenze, bado tu hapo nadhani nitakuwa nimekukaba kidogo mashati usiweze kuondoka. Mtazamaji wapo unaungana nasi bana, saa 4 imekata dakika 51, yani chini ya lisali moja na dakika kama 8 hivi tutakuwa tunaingia kwenye siku ya tarehe 29 ambayo ndo siku ya masiku kule nchini Tanzania. Tutakuwa tunapiga tu darubini zetu. Sisi hatuchochei lolote mtazamaji. Sisi tunachofanya tunasikiza tu, kuhamasisha na kupasisha ujumbe kutoka kituo cha kwanza kwenda kituo cha pili, na mwisho wa siku tunazidi kuhubiri amani. Kwa lolote lile wewe utakayeamua kulifanya, lifanye kwa njia ya kuzingatia amani, kwani amani ni jambo ambalo haliwezi likanunuliwa kwa hela wala hata kwa lolote lile mtazamaji. Kwa dumisha amani. Tuko kwenye line ya simu, tunazungumza naye Mzee Nyenze ambaye anatuchorea taswira ilivyo, na kama mtu ambaye ni wenye umri wake anazungumza kutokana na uhalisia anaouelewa na jinsi ambavyo yeye anahisi kwamba Mtanzania mwenzake anadai haki ili kuweza kustawi katika rasilimali Mwenyezi Mungu alizozibarikisha nchi ya Tanzania. Wapo unaungana nami muda huu, ukaweze basi kunipa ujumbe wako kwenye comment section. Siku ya kesho bana ni kutiki ama basi ni kuweza kutokea mitaani. Mimi nasoma tu ujumbe wako, nikisha basi maliza. Kama una swali pia utakuwa unamuuliza naye uzungumza nasi kwenye line ya simu. Mausilale, manake pia nasi tumejitolea kwa sababu yako. Jina langu ni Vincent Okinda, hapa studioni pamoja na Silas Aboge ambaye ndio producer wetu bana. Tunazidi kulichapa gurudumu hili kwa sababu yako hapo nje bana, tuweze naye kujua kwamba unasemaje. Tusilale humu nchini Kenya tukasikia bana nawe mwenzetu na umia pale nje, labda ukiweza kupata kujiongea. Sisi hatufanyi lolote bana, sisi tunapasisha tu ujumbe, tunazungumza, tunaweko. Unayetazama ni runinga ya Mofo TV. Nasema kwamba Mofo TV is your passport to adventure. Iwapo basi hauja subscribe bana, bonyeza kidude cha subscription, subscribe, manake unatupa nguvu zaidi ya kuweza kuvuka, kuweza kupiga darubini katika maeneo mbalimbali. Siku ya kesho ni kujulisha mtazamaji, kuanzia mida ya mchana tutakuwa tuungana tena kwenye jukwaa hili pamoja na wageni wetu mbalimbali kuzungumzia masuala kutoka maeneo mbalimbali. Nimekueleza kwamba jioni hii leo maeneo ya Tarime, maeneo ya Kariakoo na maeneo ya Mara, basi tumesikia visa, kama sio jana jioni basi ni leo jioni, visa kadha wa kadha hapa hivi vikiweza kuzungumzia masuala ya kuweza kuangalia kwamba hali imeweza kutokea ya kuweza kuangalia kwamba sijui maandamano au vipi. Kwa usiondoke bana, subscribe, manake baada ya hapa tutakuwa tunapata kuzungumza na mwanasheria ambaye atakuwa anatuchorea taswira kamili. Mtazamaji wangu, tuko hapa kwa sababu yako, tuko ngangari kabisa, manake nami niko ngangari, hata sipepesi jicho. Line iko busy, lakini nawe pia lazima uweze kuzungumza nami. Na iwapo basi ungependa kushikilia channel ya Mofo TV, hiyo nambari ambayo iko hapa ya M-Pesa ndio nambari ambayo unaweza kushikilia channel ya Mofo TV kwa chochote, kwa lolote lile, na sitakuwa tu wenye subira na kushukuru zaidi. Usiondoke, manake hapa bana ndo tumeamka na ndo tutakesha na wewe. Tunapepesa jicho, tunarejea kwa sababu lazima tujue hali inakuwaje. Mzee Nyenze, sasa hivi labda tu tukimalizia kwenye mazungumzo haya, siku ya kesho bana,
Ni siku kubwa ambapo sasa hivi kijana wa nchi ya Tanzania anazungumza, anadai haki. Lakini ni vipi ungeweza kumuarifu kwa yote anayedai haki kwa njia moja au nyingine? Kuna yule anayedai haki kupitia njia ya kupiga kura, na kuna yule anayedai haki kupitia njia ya maandamano, kwamba tusiingizane labda katika hali za kuweza kupigana wenyewe kwa wenyewe, labda kuharibiana mali, kwa sababu haifai. Mwisho wa siku hili linapita, lakini maisha Mwenyezi Mungu anatujalia. Sijui au zungumze tuna kijana ambaye anakusikiliza Mtanzania. Unachokizungumza ndio ni sahihi, lakini kuna mambo mawili. Ndio. Kuna amani, ndio. Ili kuna maandamano ya amani. Sawa? Maandamano ya amani ndio yanaendana na wale watu wa amani. Ndio. Wewe unaenda maandamano ya amani alafu watu wamekuja na bunduki. Ndio. Wamekuja na maji ya kiwasha. Hapa kuna maandamano ya amani kweli? Maandamano ya amani unadukodishia wanajeshi kutoka Uganda, unaweta Tanzania. Hayo ni maandamano ya amani? Inaonesha kwanza hata jeshi lenyewe umelizalao kwamba hapa Tanzania wote ni wajinga. Kwa lazima maandamano yasiwe ya amani. Tunapenda amani. Unajua mbegu ili kuota lazima ioze. Ndio. Unajua msemo? Naam, na ufahamu. Mbegu ili kuota lazima ioze. Unaweza kuangalia Nepali kule wamefanya nini? Wamefanya mambo yao kama vile wameharibu. Leo hawana amani. Wanayo. Kwa hiyo tunachokiangalia, yani hawa watu sio watu wa kusema kwa mnaenda kwa amani. Ni kweli sikatai Maria Sarungi, na mheshimu sana. Tena Mungu amlinde na kumtunza. Na mheshimu sana. Anahamasisha sana maandamano ya amani, kwamba watu tusiende na kiwembe wala tusiende wala na sindano, tuende kwenye maandamano ya amani. Ni sahihi, lakini watu wenyewe unaoendea kwa maandamano ni akina nani? Watu ambao nakukuta wewe fikiria, kuna mama baba mmoja ni fundi seremala, mke wake alikuwa kwenye biashara zake, hata hajaandamana, wamempiga, ni mjamzito. Mtoto wake wamempiga nyundo za kichwani wakati hakuwa kwenye maandamano. Sasa fikiria hawa watu wanampiga hata mtu ambaye hakuandamana. Je, wewe kijana unaandamana, watakufanyaje? Watakumaliza. Kwa hiyo kila kijana, habari ya kusema kwamba haya ni maandamano ya amani, wangekuwa ni maandamano ya amani wangeshatangaza. Wao wametangaza hivi kwamba yoyote atakayekaa barabarani, atakayejifanya andamana, tunamvunja miguu. Wameshaditangazia wanatuvunja miguu. Alafu sisi tuende kizembe kama bibi harusi. Kijana yoyote unasikia asubuhi, chukua simu lako, vaa suti vizuri, kiwezekana kama nguo nzuri tu ambayo uchomekea vizuri, nguo ambazo zinakupa balansi kutoka. Weka maji yako safi, kila kitu safi. Toka jichanganye na watu wengine. Jichanganye na watu wengine. Vingine tunavificha usiku, yani vingine vinafichwa usiku. Ficha sehemu ili baadaye utakapotoka, ukisikia fujo, chomoa pale toa kitu, kwa sababu wananchi tunafahamiana, hatupigani watu tunaofahamiana. Hawa watu wenye sifa za wanajeshi tayari, kama ni askari wa Uganda, tukishamweka kitu akiongea tu lugha hii tunamjua wenyewe ni wapi. Maliza pale. Hatuwezi kukaa kwamba eti kuna maandamano ya amani. Hawa watu ni mashetani, wameshakunywa malita ya damu za watu. Kwa hiyo wanaathira. Ndio. Kwa lazima tupambane, asikudanganye. Wanawake, amkeni, kelele zenu. Wanawake kelele zao zinaleta motisha. Tunajificha mle wanaharakati mle tunapambana nao sana. Na kimsingi umeshachoma kila sekta yoyote ya serikali tutajenga. Ndio. Hivi tunafika kama tunajitolea, hata kujitolea sisi wenyewe wananchi bwana. Kama kuna amani tutashindwaje bwana? Leo ukiniambia kama kuna amani, nikakae mwezi mzima najitolea kujenga au kuchatoa matofali, mbona mimi nitaenda? Kuliko tunajitolea, tunapigwa bado tunajitolea, halafu amani hamna. Huu ni ujinga. Vijana mnaonisikia wa Tanzania, naombeni tuamke. Mimi mwenyewe nipo mstari wa mbele.